Mtaa ulikuwa kimya, taa za barabarani zikiwaka kwa unyonge. Boy mmoja aitwaye Juma alitembea haraka akibeba mfuko wake wenye noti kibao. Alikuwa anatoka kwenye dili kubwa kudokoa mzigo wa bosi wake Kizito. Akiwa njiani, simu yake ikaita. Ilikuwa Kevin, mshikaji wake wa karibu. "Bro, umefika wapi?" Kevin aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. "Mzigo uko safi, lakini najua Kizito atanihisi. Tunatoka tauni kesho asubuhi," Juma alijibu. Hawakujua kuwa Kizito tayari alikuwa anawasikiliza kupitia laini iliyodukuliwa. Usiku huo, mlango wa Juma uligongwa kwa nguvu. "Fungua, tunajua uko ndani." Juma alihisi damu ikimwagika mwilini kabla hata hajafikiria hatua ya pili. Kichwa kilimwambia asifungue mlango, lakini moyo ulikuwa unagonga kwa hofu. Alichomoa bastola yake akachungulia dirishani. Nje, watu wanne waliovaa makoti meusi walikuwa wamezunguka nyumba yake. Mmoja wao alikuwa na bunduki kubwa akielekezea kwenye mlango wake. "Kizito hajui msamaha Juma. Kama uko na akili, toka nje sasa hivi." Sauti nzito ya mtu wa mbele ilisikika. Juma alimeza mate. Alijua kuwa hana nafasi ya kupambana nao, lakini pia hakuwa tayari kufa. Alitazama upande wa pili wa nyumba, kulikuwa na dirisha dogo. Bila kupoteza wakati, aliruka kupitia dirishani, miguu yake ikagonga sakafu kwa kishindo kikubwa. Muda huo huo, mlango ulivunjwa kwa nguvu. "Mshikaji ametoroka!" mmoja wao alipiga kelele. Kilichofuata kilikuwa ni mapambano makubwa ya kufa na kupona. Juma alipiga mbio kama mnyama anayekimbia mawindo. Akizunguka kona ya kwanza, alijua wazi kuwa muda wake wa kuishi ulikuwa unayeyuka kama barafu kwenye jua kali. Akaingia kwenye mitaa ya giza akikwepa makundi ya watu waliokuwa wakihangaika na maisha yao ya usiku. Simu yake iliita. Alikuwa ni Kevin. "Bro, uko wapi?" "Nimetoroka, lakini wako nyuma yangu. Njoo kwa workshop ya Mzee Tindo na kusubiri huko." Bila kuuliza maswali, Juma aliendelea kukimbia kuelekea eneo hilo. Alijua Kevin ndiye msaada wake wa pekee, lakini hakujua kuwa Kevin naye alikuwa na siri yake. Juma aliingia kwenye workshop ya Mzee Tindo kwa haraka, mapigo ya moyo yakipiga kasi kama ngoma ya vita. Ndani, Kelvin alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbao akimsubiri kwa tabasamu la uongo. "Umefanikiwa kumkwepa Kizito?" Kelvin aliuliza. "Ndiyo, lakini najua hawajanisahau. Nimeleta mzigo wote," Juma alisema, akimkabidhi mfuko mzito uliojaa pesa. Lakini kabla hata Kelvin hajashika mfuko huo, mlango ulifunguliwa kwa nguvu. "Juma, umesalitiwa." Juma aligeuka ghafla. Kizito alisimama mlangoni, bastola mkononi, akitabasamu kwa hasira. "Sikutarajia usaliti kutoka kwa mshikaji wangu wa karibu," Juma alisema kwa sauti nzito. Kevin alisogea pembeni, macho yake yakimwangalia Juma kwa huzuni bandia. "Pole bro, biashara ni biashara," Kevin alisema huku Kizito akiinua bastola taratibu. Juma alihisi dunia ikisimama. Mikono yake ilianza kutetemeka, lakini hakuwa mtu wa uoga. Akamkodolea macho Kelvin, jamaa aliyemwamini kama ndugu yake. "Nilikuamini Kelvin." Sauti yake ilikuwa nzito, macho yakijawa na hasira. Kelvin akashusha pumzi. "Samahani bro. Kizito alinishika kabla yako. Nilikuwa na uchaguzi gani?" Kizito akacheka, bastola yake ikiwa imelenga kichwa cha Juma. "Hii ndo dunia ya mitaa mshikaji. Hakuna rafiki wa kweli, ni maslahi tu." Lakini kabla hajabonyeza trigger, Juma alifanya kitu ambacho hakuna aliyetarajia. Kwa kasi ya ajabu, alichomoa bastola aliyoificha ndani ya koti lake na kufyatua risasi moja kwa moja kifuani kwa Kelvin. Kelvin akaanguka chini, damu ikamwagika sakafuni. Kizito alishtuka kwa sekunde moja tu, sekunde ambayo Juma aliitumia kumpiga teke la nguvu. Bastola ikadondoka. Juma hakusita, alinyanyua bastola na kumlenga Kizito moja kwa moja usoni. "Boss, game is over." Kizito alimeza mate, macho yake yakimtazama Juma kwa hofu kwa mara ya kwanza. Huyo kijana aliyemchukulia kama mtoto mdogo sasa alikuwa na bastola imemlenga moja kwa moja usoni. "Umefanya kosa kubwa sana kumwamini Kelvin kuliko mimi," Juma alisema huku akitembea taratibu. "Sikiliza, tunaweza kusolve hii kitu kwa amani," Kizito alisema kwa sauti ya kujikaza. Juma alicheka kwa dharau. "Amani? Ulipotuma watu wako kunivunjia mlango, ulikuwa unafikiria amani?" Bila kumwachia muda, alifyatua risasi.
Kizito alianguka chini akigugumia kwa maumivu huku damu ikimwagika begani. Hakufa. Juma alimpiga makusudi ili amwache aendelee kuteseka. Alimkodolea macho kwa sekunde chache kisha akachukua mfuko wa pesa na kutoka nje ya workshop haraka. Lakini alipofika mlangoni, aliishiwa na nguvu ghafla. Mbele yake magari mawili meusi yalikuwa yamesimama na wanaume wenye silaha nzito wakawa wameshuka. Juma, mchezo haujaisha bado. Sauti nzito ilisikika kutoka kwa mtu aliyeshuka kwenye gari ya mbele. Juma alihisi mwili wake ukiganda kama barafu. Wanaume walikuwa mbele yake hawakuwa watu wa mchezo. Nyuso zao zilionyesha kuwa walikuwa majasusi wa mitaani waliobobea kwenye kazi chafu. Mmoja wao aliyekuwa na suti nyeusi na glovu mikononi akapiga hatua mbele. Juma, unajua umemkosea nani? Sauti nzito ikasikika kutoka kwa huyo jamaa. Juma hakujibu. Akatazama nyuma. Kizito bado alikuwa chini akihema kwa tabu huku damu ikiendelea kumtiririka. Kama mpo kwa ajili ya Kizito, mchele umeshachemka, Juma alisema kwa ujasiri wa bandia. Mwanaume mwenye suti akatabasamu. Hapana, sisi hatujali Kizito, ila hiyo pesa uliyobeba ni yetu na wewe una deni kubwa sana. Juma alihisi moyo ukidunda kwa kasi. Deni? Mimi sina deni kwa mtu yeyote. Mwanaume huyo akatoa sigara mfukoni, akaichoma na kuvuta moshi kwa utulivu, kisha akamkazia macho Juma. Unamkumbuka Don Bosco? Aisee. Juma alihisi miguu ikilegea kwa ghafla. Don Bosco? Jina hili lilikuwa jinamizi kwenye mitaa ya jiji. Mmoja wa watu hatari zaidi waliowahi kuwepo. Jamaa aliyekuwa na madaraka makubwa kwenye biashara za haramu na aliyemwamini na magenge yote makubwa. Na sasa kama jina lake limetajwa, basi Juma alikuwa kwenye shida kubwa kuliko alivyodhani. Umeiba pesa ya mtu usiyepaswa kumgusa. Na Don Bosco hataki mazungumzo. Juma alihisi tumbo lake likichoma kwa hofu. Jina la Don Bosco lilikuwa la kutisha kuliko bastola yoyote aliyowahi kuishika mikononi mwake. Alijua wazi kuwa akijisalimisha mwisho wake ungekuwa mchungu sana, na akijaribu kutoroka basi alihitaji mpango wa haraka. Akaangalia pembeni, kulikuwa na pipa la taka lililojaa maboksi na chupa za plastiki. Nyuma yake, workshop ya Mzee Tindo ilikuwa na mlango mdogo wa dharura. Alipumua kwa kina, akakaza sura na kuambia wale jamaa, sikujua hizi pesa zilikuwa za Don Bosco, lakini kama anazitaka aje azichukue mwenyewe. Mwanaume aliyekuwa mbele yake akacheka kwa dharau. Don Bosco hatumii mikono yake, sisi ndio tunafanya kazi chafu kwa niaba yake. Ghafla, kabla hawajachukua hatua yoyote, Juma alirusha mfuko wa pesa angani na wale jamaa wenye silaha walishangazwa sana. Kwa kasi ya ajabu, alijirusha upande wa pipa la taka, akafyatua risasi mbili hewani ili kuwachanganya. Halafu bila kupoteza muda, alikimbilia upande wa mlango wa dharura. Mshikeni huyo mnyama, asitoroke. Ilikuwa mbio za kufa na kupona. Risasi zilianza kumiminwa nyuma yake huku giza la usiku likiwa likimkumbatia. Lakini hakujua kuwa mbele yake mtu mwingine alikuwa akimsubiri kwa mtego mbaya zaidi. Juma alipenya kupitia mlango wa dharura kwa kasi, miguu yake ikigonga sakafu ya saruji kwa nguvu. Moyo wake ulikuwa ukidunda kama ngoma ya vita. Lakini alipofika nje akagongana na mtu. Juma alijikuta akirushwa nyuma kwa mshtuko. Bastola yake ikaangukia mbali. Alipotazama juu, alimuona mwanaume mrefu mwenye mwili wa chuma, macho mekundu kama mnyama. Juma, safari yako inaishia hapa. Mwanaume huyo alisema kwa sauti nzito. Juma alimtambua mara moja. Alikuwa ni Deka, mmoja wa wauaji wakubwa wa Don Bosco, jamaa aliyewahi kuwa na rekodi ya kuua watu kwa mikono yake tu bila kutumia bastola. Juma alijaribu kurudi nyuma kuchukua bastola yake, lakini kabla hajafanikiwa, Deka alimpiga teke la kifua lililomrusha umbali wa mita 2. Juma alijibamiza kwenye gari lililokuwa jirani, pumzi ikimkatikia. Unadhani unaweza kumdanganya Don Bosco? Hizi pesa sio za kwako na uhai wako pia sio kwako tena. Deka alisogea taratibu akikunja ngumi zake kubwa.
Juma alijua kuwa hakuwa na nguvu za kumshinda kwa kupambana kwa mikono. Alihitaji ujanja. Akatupa jicho pembeni, kulikuwa na chupa ya kioo pale chini. Bila kufikiri mara mbili, alinyanyua chupa hiyo na kuipiga chini kwa nguvu. Vipande vya kioo vikaruka hewani, na kabla Deka hakuchukua hatua yoyote ile, Juma alichukua kipande kimoja na kukielekezea shingoni kwa Deka kwa kasi ya ajabu. Damu ikalipuka. Deka aliruka nyuma kwa mshtuko, akashika shingo yake kwa maumivu makali. Juma kupoteza muda, alichukua bastola yake na kukimbia kuelekea upande wa giza. Huku nyuma yake, Deka alikuwa bado anahangaika na majeraha, lakini Juma hakujua kuwa kilichokuwa kinamsubiri mbele kilikuwa kibaya zaidi kuliko Deka. Juma alikimbia kwa kasi akitafuta njia ya kutoroka. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa haraka, lakini akili yake ilihitaji utulivu. Alifika kwenye kona ya mtaa, akasimama kwa sekunde chache kuchukua pumzi. Barabara ilikuwa kimya, taa chache za barabarani zikitoa mwanga hafifu. Lakini kabla hajachukua hatua nyingine, gari jeusi lilitokea ghafla kwa kasi na kusimama mbele yake kwa breki kali. Mlango wa nyuma wa gari jeusi ukafunguliwa na kutoka mtu ambaye hakutegemea kumwona. Alikuwa ni Kelvin. Juma aliduaa. Kelvin, ulipigwa risasi wewe? Nilidhani umekufa. Kelvin akatabasamu, akifuta damu bandia iliyokuwa shingoni mwake. Karibu kwenye mchezo wa halisi Juma. Juma alihisi tumbo lake likihamaki. Usiniambie ulipanga hili. Don Bosco alijua utajaribu kunisaliti Juma. Hii yote ilikuwa sehemu ya mpango wa kukutega, Kelvin alisema huku akitoa bastola na kumlenga. Juma alihisi ulimwengu ukizunguka. Huu ni usaliti wa aina gani? Huu ndio mwisho wako. Kelvin akabonyaza trigger, lakini hakuna risasi iliyotoka. Juma hakusubiri maelezo. Kwa sekunde hiyo moja ya bahati, alijirusha upande wa kushoto na kujificha nyuma ya gari lililokuwa jirani. Mshikeni huyo mbwa asitoroke, Kelvin alipiga kelele. Wanaume wawili waliokuwa ndani ya gari wakaruka nje na kuanza kufyatua risasi. Juma alijibamiza kwenye ukuta akitafuta namna ya kutoroka. Hakuwa na muda wa kufikiria tena. Lazima pambane au afe. Kwa haraka aliweka risasi mpya kwenye bastola yake, akavuta pumzi, halafu akapiga hatua ya kushangaza. Alichomoka ghafla na kufyatua risasi moja kwa mtu wa kwanza. Jamaa akaanguka chini. Wa pili alijaribu kujibu mapigo, lakini Juma alikuwa mwepesi. Alijificha nyuma ya gari, akabadili engo, kisha akampiga risasi moja kichwani. Kelvin alibaki peke yake, macho yake yakijaa hofu kwa mara ya kwanza. Juma akatembea polepole kuelekea kwake, bastola ikiwa mkononi. Sasa ni zamu yako Kelvin, Juma alisema kwa sauti nzito. Lakini ghafla mlango wa gari wakafunguliwa kwa kasi. Juma alihisi damu mwilini ikisimama. Mtu aliyeshuka alikuwa ni Don Bosco mwenyewe. Juma alihisi kama moyo wake umesimama. Don Bosco, mfalme wa giza la uhalifu, alikuwa amesimama mbele yake akimtazama kwa macho makali. Mtu huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa na suti nyeusi, glovu za ngozi mikononi, na alishika sigara iliyokuwa ikiwaka nusu. Alivuta pumzi ndefu, kisha akapuliza moshi kwa taratibu. Juma, ulikuwa na nafasi ya kuishi, lakini ukaamua kucheza na shetani. Juma hakujibu. Bastola yake bado ilikuwa mkononi, lakini hakujua kama ingeweza kumsaidia mbele ya mtu huyo. Kelvin akatabasamu kwa dharau. Boss, ni kuachie huyu jamaa au nimmalizie mwenyewe? Don Bosco akacheka kwa sauti nzito. Hapana, nataka kumsikiliza kwanza. Akamkazia macho Juma. Unajua kosa lako kubwa ni nini Juma? Juma akameza mate, lakini bado alijifanya jasiri na kusema, kuamini marafiki wa uongo. Don Bosco akatikisa kichwa kwa kukataa. Hapana, kosa lako kubwa ni kufikiria kuwa unaweza kunidanganya na bado uishi. Ghafla, kabla Juma hajafanya chochote, risasi moja ikapigwa, lakini haikumpata Juma. Ilimpiga Kelvin mgongoni. Kelvin akatetemeka kwa mshangao,
macho yake yakiwa na hofu kali. "Boss, kwa nini?" Don Bosco akavuta moshi wa sigara kwa utulivu. "Kwa sababu uliruhusu Juma kudanganya. Umenishangaza Kelvin." Kelvin akaanguka chini, damu ikimwagika. Juma alihisi dunia ikizunguka. Sasa alikuwa peke yake na Don Bosco. "Sasa Juma, hebu niambie, kwa nini nisiache mbwa wangu wakurarue?" Juma aliguswa na maneno ya Don Bosco, lakini alijua kwamba hakuwa na wakati wa kuzungumza. Ilikuwa ni dakika ya mwisho wa maisha yake. "Unajua Juma," Don Bosco alisema kwa sauti nzito, "kama ungekuwa na akili, ungeweza kuwa na nguvu kama mimi, lakini sasa umekuwa sehemu ya mchezo wa wachezaji wafu." Juma alijua kwamba kwa dakika chache za kutaka kujitetea, huenda alikosa nafasi ya kutoroka. Aliangalia kwa makini silaha za Don Bosco, akiona jinsi alivyokuwa na udhabiti kamili juu ya hali iliyokuwa. Lakini ghafla alijua kitu cha ajabu. "Mimi sio sehemu ya mchezo wa wafu," Juma alisema kwa kishindo. Akamkazia macho Don Bosco kwa mara ya kwanza akiwa na ujasiri. Don Bosco alitabasamu. "Naona umeamua kufanya jambo la kijinga, lakini ni vizuri kujua kwamba hakuna anayekwepa mauti." "Lakini kuna jambo moja," Juma alisema kwa sauti thabiti. "Hata mfalme wa uhalifu alipojivunia, kila mtu ana mpango wa kuanguka, na nadhani leo utakuwa ni wewe Don Bosco." Juma alichomoa kifaa cha ajabu kutoka mfukoni mwake, kipande kidogo cha waya kilichokuwa kimejaa sumaku za nguvu za ajabu. Alikikamata kwa mkono wake, akazungusha kwa kasi. "Hii ni kwa ajili yako Don Bosco." Alirusha kwa haraka mbele ya Don Bosco na sumaku ilimvuta kwa kasi. Don Bosco alijaribu kujizuia, lakini ilikuwa too late. Kipande cha waya kilichomoka kwenye kifaa kilichokuwa na nguvu za ajabu kilipunguza ufanisi wa silaha zake. "Hii ni nini?" Don Bosco aliguna kwa mshangao. Juma aliona fursa. Alikimbia kwa kasi akijua kuwa kila sekunde iliyoenda mbele ingemweka karibu na kifo. "Stop him! Stop him!" Don Bosco alisema kwa hasira. Lakini Juma alifanikiwa kuruka kwenye mtaa mwingine, akipiga hatua kwa haraka na kuelekea mji mwingine, mbali na Don Bosco na wauaji wake. Juma alikimbia kwa haraka, akizidi kupumua kwa haraka huku akijua kuwa hata muda wa kupumzika haupo. Mtaa wa nyuma aliyokuwa ameukimbilia ulikuwa na giza totoro, lakini alijua kuwa aliishi kwenye kivuli cha hatari. "Hadi sasa nafanya nini?" alijiuliza, akijua kuwa Don Bosco alikuwa ameshinda kwa akili zake. Hakuweza kurudi nyuma. Alijua alichozaa kwenye michezo ya hatari, silaha za kisasa, maadui waliokuwa na nguvu kubwa, lakini sasa alikuwa peke yake. Na mpango wake wa kutoroka ulikuwa umeonekana wazi. Mioyo ya wahalifu ilikuwa na mikakati, lakini alijua kuwa alilazimika kubuni mbinu mpya kwa kujaribu kutafuta msaada. Kwa ghafla, simu ya mkononi ikaita. Juma alijua ni nani, lakini alijua kuwa ilikuwa ni kitendo cha hatari kuweza kupokea. Aliangalia kwa haraka, kisha alijibu kwa hofu, "Poa, naweza kukupigia baadaye." Lakini alipoona jina la Msamaria Mwema kwenye simu, alijua kwamba hii ingeweza kuwa ni msaada. Simu ilikuwa ya Koba, mkuu wa kikosi maalumu kilichozungumziwa na miti ya nguvu za kiroho. "Juma, unaweza kuwa umejipata kwenye majaribu makubwa. Hii ni fursa yako ya kutoroka." Koba alijua kila alichopitia Juma, akijua vikazo vyote vilivyokuwa mbele yake. Aliamua kumsaidia, lakini kwa masharti. Alihitaji ushirikiano wa Juma. "Juma, hakuna kitu cha bure katika dunia hii, lakini nashukuru kuwa utakuwa na usaidizi kutoka kwetu. Tufanye kazi kwa pamoja." Juma aliona mwanga kwa dakika chache. Alichukua uamuzi na kuungana na Koba kwa safari mpya ya hatari, lakini safari iliyojawa na matumaini makubwa sana. Juma alikubali kushirikiana na Koba, lakini aliweka sharti moja muhimu. "Tutalazimika kufanya kwa haraka. Hii ni vita ya kila sekunde." Koba alikubaliana,
akielewa kuwa kwa Juma kila uamuzi ulikuwa na maana kubwa. Aliweka mikono yake begani mwa Juma na kumtazama kwa macho yenye ujasiri. "Sikiliza," Koba alisema kwa sauti yenye nguvu. "Hii si vita ya mtu mmoja. Tutaangalia maadui wetu kutoka mbali. Tutachora ramani ya kila harakati zao, lakini lazima tuwe na haraka. Don Bosco hata sita kututafuta." Juma alikubali kwa kichwa, akimwangalia Koba. "Nashukuru kwa msaada wako, lakini nina swali moja. Je, mkitaka kumaliza kabisa hiki kizuizi, tutakuwa na silaha za kutosha?" Koba alicheka polepole. "Tunazo silaha, lakini sisi ni zaidi ya silaha za mwili. Kumbuka, hatutaki kumaliza kwa nguvu tu. Huu ni mchezo wa akili." Juma alijua kuwa njia ya kutoroka haikuwa rahisi. Alihitaji msaada kutoka kwa Koba, lakini alijua kuwa Koba alikuwa na mkakati wa siri. "Tuendelee kwenye msingi wa Don Bosco," Koba alieleza kwa siri. "Tunachohitaji ni taarifa. Kila mmoja aliye ndani ya ngome yake atakuwa na nafasi ya kutoa siri inayoweza kuangusha ngome ya Don Bosco." Kwa hivyo walifanya kazi kwa pamoja na kujiandaa kwa operesheni ngumu ya kuingia kwenye ngome ya Don Bosco, kutumia mbinu za kijasusi ili kuficha silaha na kupenya kwenye sehemu zilizojulikana kama The Vault, mahali ambapo Don Bosco alihifadhi mali zake za siri na silaha zake za kijambazi. Wakati huu, Juma, lazima ujiamini. Mambo yanapozidi kuwa magumu, ujasiri wako utakuwa msaada wetu wa mwisho. Juma na Koba walikuwa mbele ya ngome kubwa ya Don Bosco. Juu ya jumba hilo waliona mng'aro wa taa za usiku na walijua kwamba kila mzunguko na sekunde ungeweza kuwa na madhara makubwa. "Sasa Juma, hatuna nafasi ya kurudi nyuma. Ingia kwa utulivu, kaa chini na fuata mpango wangu." Juma alijua kuwa hii ni hatari isiyokuwa na majibu rahisi. Waliingia kwenye kivuli cha giza na kwa ufanisi mkubwa walijificha kwenye kivuli cha miti iliyozunguka ngome hiyo. Kwa kutumia kifaa cha kisasa cha kijasusi kilichotengenezwa na Koba, walifanikiwa kupenya kwenye mfumo wa usalama wa ngome hiyo. "Tuna dakika chache tu, fuata haraka," Koba aliongeza huku akifungua mlango mdogo wa nyuma. Walipokuwa wakitembea kwa tahadhari kwenye kuta za ngome hiyo, waliona ulinzi mkali, lakini walijua kuwa kuna kitu ambacho walikisahau. "Tunahitaji kupata chumba cha siri, The Vault," Koba alisema kwa sauti nzito. Juma alijiuliza kama walikuwa wamesahau kitu nyuma. "Lakini Koba, tunahakikisha vipi kuwa hatufuatiliwi?" Koba alicheka kwa dhihaka. "Usijali Juma, kila kona hapa inajua kila tunachokifanya, lakini kwa sasa tuingie kwenye eneo kuu." Walifika kwenye mlango mkubwa uliofichwa nyuma ya moja ya milango ya siri. Koba alitoa kifaa kidogo cha kipelelezi kilichofanya kazi yake kwa haraka na mlango ukafunguliwa kwa taratibu. Hali ilikuwa ya kutisha. Ndani kulikuwa na The Vault, sehemu yenye silaha za hatari na mali za Don Bosco. "Huu ni mwisho wa mchezo," Koba alisema kwa sauti yenye ujasiri. "Tutaangamiza fedha zote na siri zote za Don Bosco." Lakini waliopinga ndani waliona kitu ambacho hakikuweza kutarajiwa. Hii siyo ilivyokuwa imetegemewa. "Nani alikuja hapa?" Sauti ya kutisha ilitoka kwa mtu aliyekuwa amesimama katikati ya chumba hicho. Juma alijikuta akitabasamu kwa huzuni. Alijua ile sauti ilikuwa ni sauti ya mtu aliyekuja kumaliza kila kitu. "Don Bosco," Juma alisema kwa sauti ya chini, akijua kuwa safari yao ilikuwa imefika mwisho. Don Bosco alitembea kwa hatua ndefu akiwa amevaa suti yake ya kifahari na suruali iliyosokotwa vizuri. Aliwaangalia Juma na Koba kwa jicho la hasira na lingine la kimichezo. "Mnadhani mnaweza kunyang'anya chochote kutoka kwangu?" Don Bosco alisema huku akicheka kwa dhihaka, sauti yake ikiwa imetulia lakini yenye nguvu ya kutisha. Koba alisema akimjibu kwa ujasiri, "Hatuwezi kuchukua mali zako, lakini tutaangamiza utawala wako. Hatuwezi kuacha mwenendo wa giza uendelee." Don Bosco alicheka tena.
akijua kwamba Koba alikuwa akiongea ukweli, lakini alikuwa na ramani yake ya siri. Mna wazo zuri, lakini kwa bahati mbaya ninyi ni sehemu ya mchezo wa mwisho. Maadui wenu sasa wako mbele yenu. Kwa ghafla, milango yote ya chumba cha The Vault ilifunguliwa kwa kasi na watu walijitokeza kwa haraka wakiwa wamevaa mavazi ya kivita. Walikuwa ni maafisa wa Don Bosco wenye silaha za kisasa na mafunzo ya kipevu. Juma alijua kuwa sasa walikuwa katika mapambano ya mwisho. Koba, tutafanya nini? Koba alijua kuwa walikuwa kwenye kona. Usijali Juma, hii ni vita ya akili. Tuwashinde kwa mbinu na tukimbie kwa haraka. Wakiwa wanajiandaa kupambana, Don Bosco aliongezea kwa sauti ya kutisha, mwezi huu hakuna atakayepita hapa hai. Kila mmoja wenu atajua uchungu wa kucheza na namba yangu. Wakati vita ilipoanza, Juma na Koba walijua kuwa hawakuwa na nafasi ya kurudi nyuma. Silaha za kisasa zilitoka katika mifuko yao na kila mmoja alijua kuwa hii ilikuwa ni vita ya maisha yao. Don Bosco alikalia kiti chake cha kifahari akitabasamu kwa dhihaka. Mmesahau kitu muhimu Koba. Ninyi ni wachache, lakini mimi ni mfalme wa dunia hii ya giza. Ninacho kila ninachokihitaji. Koba alijua kuwa silaha za Don Bosco zilikuwa za kisasa, lakini mbinu za kivita walizokuwa nazo zilikuwa na nguvu kubwa zaidi. Siwezi kukuruhusu uendelee kutawala Don Bosco, Koba alisema kwa ujasiri. Tutapigana hadi mwisho. Hii ni vita ya kweli. Kwa haraka, Koba alichomoa kifaa cha kisasa cha mapigano kilicho na nguvu za kimiujiza kuzuia mashambulizi ya moja kwa moja. Juma alijua kuwa kila hatua ya haraka ingeweza kuwaleta kwa ushindi au mauti. Katika hatua ya kwanza, Juma alikimbia kwa kasi akiruka kutoka upande mmoja hadi mwingine huku akiepuka risasi za maadui. Aliweza kufika karibu na mlango wa nyuma, lakini aliona kuwa Don Bosco alikuwa na mipango yake ya siri. Ghafla, risasi mbili zilirushwa, moja ikipita karibu na kichwa cha Juma na nyingine ikilenga moja kwa moja kwa Koba. Koba alikuwepo kwa ustadi wa juu, akijua kuwa ni lazima apige risasi hizo kwa haraka. Aliweza kufika sehemu ya kivuli kando ya kuta za ngome na akashambulia kwa shabaha nzuri akiwalenga walinzi wa Don Bosco. Hii sio vita rahisi, lakini lazima tuwe na mbinu. Juma alijua kwamba wakati huu kila hatua ilikuwa muhimu. Kwa ghafla, Don Bosco akasimama akijua kuwa hatakiwi kuonekana dhaifu mbele za wapinzani wake. Aliamuru walinzi wake kushambulia kwa haraka na kwa nguvu zaidi. Fanya haraka, wakamate! Walikuwa wakiwa na wakati mdogo. Juma na Koba walijua kuwa bila msaada wataangamia chini ya wimbi la risasi. Vita ilizidi kuwa kali. Risasi zilikata anga na milipuko ikitikisa kila kona ya ngome. Juma na Koba walikuwa wakiishi katika kila sekunde, huku wakikimbia kutoka kivuli kimoja hadi kingine, wakiepuka mashambulizi makali kutoka kwa walinzi wa Don Bosco. Juma, usiruhusu chochote kikuangamize, Koba alikusudia akimshika bega Juma kwa nguvu. Tunaweza kushinda hii, hakuna kurudi nyuma. Juma alijua kuwa muda wao ulikuwa mdogo. Walikuwa wakiangalia kuta za ngome zilizojaa madirisha yaliyoshikilia risasi za moto, lakini walijua kuwa hawakuwa na muda wa kujizuia. Don Bosco alikalia kiti chake akiwaangalia Juma na Koba kwa macho yenye uchungu. Nataka kujua siri yangu sio? Lakini bado hamtoweza kufikisha mwisho utawala wangu. Koba alijua kuwa Don Bosco alikuwa na kitu cha siri ambacho kingeweza kuwa na madhara kwao. Alijua kuwa kuna jambo kubwa nyuma ya ngome hii, lakini haikuwa rahisi kukifikia. Kama tutafanikiwa, lazima tupige hatua moja kwa moja kwenye The Vault. Kwa kasi, walikimbilia kwenye mlango wa nyuma uliojaa ulinzi wa silaha, lakini walijua kuwa sasa walikuwa katikati ya kiti cha moto. Ghafla, Don Bosco alisimama na kuamuru, wakati umefika, hii ni mwisho wa mchezo. Kwa nguvu kubwa, alirusha kitu cha kisasa kutoka katika kiti chake na milango ya ngome ilifunguliwa kwa kasi kuangalia maadui wengine wenye silaha kali zaidi. Juma aliona kuwa walikuwa kwenye kona, lakini alijua kuwa aliye na roho ya shujaa hawezi kushindwa. Hii ndio wakati wetu, alisema, akiangalia Koba na macho ya shujaa.
tunaweza kushinda. Walijua kuwa lazima watumie kila mbinu walionayo ili kuangalia kwenye chumba cha The Vault. Na kwa msaada wa Koba walifanikiwa kuwapiga walinzi wa Don Bosco kwa ustadi mkubwa. Tunasogea mbele, lakini hatuna muda wa kupumzika, Koba alisema kwa haraka, akionyesha njia ya kuelekea kwenye mlango wa The Vault. Juma na Koba walikuwa wamefika kwenye lengo lao kuu, The Vault. Eneo la siri lililojaa mali, silaha za kisasa na picha za kihistoria za Don Bosco. Walijua kuwa hii ilikuwa nafasi yao ya mwisho kabisa. Milango ya chumba hicho ilifunguliwa polepole na waliona kivuli cha giza kilivyowafunika. Hata hivyo, walijua kuwa nyuma ya mlango huku kulikuwa na mamilioni ya fedha, lakini zaidi ya hayo, The Vault ilikuwa na siri kubwa zaidi, siri iliyokuwa na uwezo wa kumaliza utawala wa Don Bosco kabisa. Hapa tutakuwa na kila tunachokihitaji, Koba alisema kwa sauti ndogo lakini yenye uhakika. Tutachukua mali zote, lakini tuwe waangalifu. Hii siyo vita tu ya fedha, ni vita ya roho pia. Walichukua hatua kwa uangalifu mkubwa, wakitembea kwenye kuta za chumba hicho kilichozungukwa na mifumo ya ulinzi wa kisasa. Kila hatua ilionekana kama mtihani wa akili na ustadi. Koba alikagua kifaa chake cha kuweza kupenya mifumo ya ulinzi. Hii itakuwa ngumu, lakini tumejiandaa, alisema akifungua kifaa chake cha kiteknolojia ya juu kilichotumika kudhibiti milango ya chumba. Mara baada ya mlango kufunguka, waliona safu ndefu ya dhahabu, vito vya thamani na silaha za kisasa ambazo Don Bosco alikuwa ameziweka kama akiba yake. Lakini Koba alijua kuwa mali hiyo ilikuwa sio lengo lao kuu. Siri ni muhimu, Juma. Tusaidiane kuangalia kwenye kona za chumba hiki. Hakuna jambo kubwa lililoweza kupuuziwa mbali. Ghafla, Juma aliona kioo kidogo kilichokuwa kimejificha nyuma ya baadhi ya silaha. Alikikamata kwa haraka na kuangalia kwa makini. Aliweza kuona maandishi ya siri, maandishi yaliyojulikana tu kwa wale waliokuwa kwenye mipango ya juu ya Don Bosco. Hii ni ya muhimu, Juma alisema kwa mshangao. Huu ni mpango wa kishetani. Don Bosco alikusudia kumaliza kila kitu na kutumia nguvu ya fedha na roho za watu. Koba alijua kuwa walikuwa wamegundua siri kuu ya Don Bosco. Hii ni hatua ya mwisho, Juma. Hatua hii itashinda kila kitu. Hata hivyo, walijua kuwa nyuma yao walikuwa wakikabiliwa na vikwazo vingi. Milango ya The Vault ilikuwa imefungwa na walinzi wa Don Bosco walikuwa wakishikilia nafasi zao. Juma na Koba walijua kuwa sasa walikuwa kwenye mtihani wa mwisho. Milango ya The Vault ilifungwa ghafla nyuma yao na ulinzi wa Don Bosco uliongezeka. Koba alikusanya nguvu zake zote. Juma, hii ni vita ya akili na nguvu. Tutatumia kila njia na kuhakikisha kuwa tunatoka hapa na siri hii. Walijua kuwa kama watakutana na maadui wengi, hawatakuwa na nafasi ya kuwashinda. Kwa hiyo, walijua kuwa mbinu za ujasiri na akili zingekuwa ndio siri yao kuu. Nenda nyuma yangu, Koba alimwambia Juma, akiwaongoza kwenye kivuli cha giza kilichozunguka chumba hicho kikubwa. Wakiwa wamejificha nyuma ya mzingiro wa giza, waliona walinzi wa Don Bosco wakizunguka chumba hicho, wakiwa wamevaa mavazi ya kivita, wakiwa na bunduki za kisasa. Na walijua kuwa walikuwa wanahitaji kufika kwenye chumba cha mwisho cha siri kabla ya kuangamia. Koba alifunga kifaa cha kudhibiti na alikifanyisha kazi kwa haraka. Lazima tuchukue hatua za haraka kabla ya wanajeshi hao kugundua malengo yetu. Kwa ustadi mkubwa, alifanikiwa kufungua mlango wa chumba cha siri na waliona karatasi zilizokuwa na mipango ya hatari zikiwa zimeandikwa kwa maandishi ya zamani. Huu ni mpango wa kuangamiza kabisa. Don Bosco alikuwa akifanya majaribio ya kipevu na kifedha. Koba alifungua kipengele cha mwisho cha siri na aliona alama kubwa ya Don Bosco. Alijua kuwa kila alama hii ilikuwa na madhara makubwa katika ulimwengu wetu. Hii inatufanya kuwa shujaa wa mwisho. Tutaibua siri hii kwa dunia yote. Lakini walijua kuwa bado walikuwa na mpango wa mwisho mbele yao. Wakiwa wanakimbia kutoka kwenye ngome ya Don Bosco kwa sababu walikuwa wakiingia kwenye dunia yenye giza zaidi. Sasa ni wakati wa mwisho, Koba alisema kwa nguvu. Hatuna muda wa kujizuia. Tutafanikiwa au tutaangamia.
Milango ya The Vault ilikuwa imefungwa nyuma yao, na kila dakika ilionekana kama saa. Juma na Koba walijua kuwa walikuwa kwenye ukingo wa mwisho, hatua moja tu na kila kitu kingeisha. Koba alikusanya akili zake zote. Juma, sasa hatuna tena nafasi ya kurudi nyuma. Kama tunataka kumaliza mchezo huu, lazima tukabiliane na Don Bosco huko uso kwa uso. Walijua kuwa mpango wa Don Bosco ulikuwa umejizatiti, lakini waliokuwa wakiwa pamoja walikuwa na mapenzi ya kushinda. Walikuwa na nguvu ya imani ya kuleta mabadiliko. Tutafika pale Koba, Juma alisema kwa ujasiri, akiwa na macho yaliyojaa matumaini. Tutashinda hata kama itabidi kupigana na roho za shetani. Kwa haraka walijua kuwa wanahitaji kufika kwenye chumba cha mwisho cha Don Bosco. Walijua kuwa kazi yao ilikuwa kumshinda mfalme wa giza ambaye alijua kila siri na njia ya kuepuka kila shambulizi. Nashindwa kuelewa, Juma aliuliza. Kwa nini Don Bosco anahitaji mali zote hizi? Koba alijibu kwa haraka. Mali ni njia ya kumshinda kila mtu. Anahitaji fedha hizi ili kujenga jeshi la kivita linaloweza kushinda roho za watu na kubadilisha ulimwengu. Walijua kuwa mwisho wa vita ulikuwa unakaribia, na walikuwa na silaha moja tu, mapenzi ya kushinda. Kama tunavyosema, kila mpango wa Don Bosco una mwisho wake, lakini mwisho huu ni wetu, sio wake, Koba alisema kwa sauti ya kujiamini. Kwa kasi walikimbia kuelekea chumba cha mwisho, wakikabiliana na walinzi wa Don Bosco waliokuwa wakishika mizinga na bunduki. Walijua kuwa kila shambulizi lingekuwa ni la kifo, lakini walijua kuwa ili kumaliza vita hii walijitahidi kumaliza kila kipengele cha Don Bosco. Kwa mashambulizi ya kasi, Juma alichukua nafasi ya kupiga risasi za ustadi, na Koba alishika mizinga mikubwa akishambulia kwa nguvu zote. Walikuwa wanapambana kwa ushujaa na kipevu, na kila shambulizi lilikuwa likiondoa giza zaidi. Tutapigana hadi mwisho, Juma alikalia kifaa cha kupambana na silaha, akiona jinsi walinzi walivyojitahidi kumshinda. Tunaweza kushinda Koba, hatuwezi kushindwa. Shambulizi lilikuwa limezidi kuongezeka kwa kasi, na risasi zikiruka angani. Koba na Juma walijua kuwa wamejikita katika vita isiyokuwa na huruma, ambapo kila hatua yao ilikuwa ni kupigana dhidi ya roho zilizojawa na giza la ushetani wa Don Bosco. Hatua hii itatufikisha kwenye mwisho wa vita hii, Koba alisema kwa sauti kali, akichora njia kwa mizinga huku wakiwalenga walinzi waliokuwa wakiwazuia. Juma alijua kuwa walikuwa wanakaribia kufika katika chumba cha mwisho cha Don Bosco. Milango ya chumba hicho ilikuwa imeteguliwa na safu ndefu za mapango yaliyojawa mizinga na silaha za kisasa, lakini Juma akijua kila kilichopo mbele yao. Kama tutapita hapa, tutakutana na mwisho wetu, Juma alizungumza kwa shingo ya kutetemeka. Hatuna nafasi ya kurudi nyuma, Koba alijibu, akikusudia kwa dhati. Hii ni vita ya mwisho, tutatumia kila kilichobaki. Kwa kasi walikimbia kuelekea kwenye mlango wa chumba cha Don Bosco, lakini walijua kuwa walikuwa wakikimbiliwa na ulinzi wa kipevu wa kila aina. Don Bosco alikuwa ameshajua kuwa Koba na Juma walikuwa wanakimbilia kuelekea chumba cha siri, na alikuwa amejitayarisha kwa kila mbinu. Kama mtaki kuangamia, tafadhali jisalimisheni. Hii ni dunia yangu. Don Bosco alikurupuka kutoka kwenye kiti chake akitabasamu kwa dhihaka, akiwaona Juma na Koba wakikaribia kwenye mlango wa chumba cha siri. Milango ya The Vault ilifunguliwa kwa haraka na walinzi walikuwa wanakaribia kuwapiga risasi kwa kasi. Lakini Koba na Juma walijua kuwa sasa ilikuwa ni vita ya kufa au kupona. Hatuna muda kuchelewa, Juma alikimbia mbele akiwashinda walinzi wa Don Bosco kwa ustadi wa kipevu. Koba alifua akishika bunduki akijua kuwa risasi zilikuwa zinakaribia kuisha. Tutamshinda, Juma alisema kwa sauti ya juu akiwa na macho ya kupambana. Mipango ya chumba cha siri ilikuwa imefunguliwa, na waliona Don Bosco akiwa amesimama kwa nguvu akitabasamu kwa dhihaka. Nafikiri mtaweza kunishinda? Hii ni vita yangu.
Hii ni vita yetu Don Bosco, Koba alisema kwa hasira akiwa na bunduki mkononi. Ghafla Don Bosco alirusha kifaa cha kisasa kilichokuwa na nguvu za kupambana na silaha za Koba na Juma. Kila shambulizi lilifanywa lilikuwa limeelekea kwa Koba na Juma, lakini walijua kuwa hawakuwa na nafasi ya kurudi nyuma. Tutapigana hadi mwisho Don Bosco. Mapigano kati ya Koba, Juma na Don Bosco yalizidi kuwa ya kutisha. Milango ya The Vault ilikuwa imefungwa nyuma yao na hewa ilijaa nzito yenye harufu ya umwagaji damu. Don Bosco alionekana kuwa na nguvu zisizoelezeka akiwa amekalia kiti chake cha enzi, akicheka kwa sauti kubwa huku akitazama hasimu wake wawili. Mnafikiri mmejua siri yangu? Don Bosco alijisemea kwa sauti ya kicheko. Hii sio vita ya fedha au silaha. Hii ni vita ya roho na mtashindwa. Koba alijua kuwa ilikuwa ni sasa au kamwe. Tutashinda Don Bosco, hata kama roho zako zitakuwa zinatuzuia, alijibu kwa sauti kubwa. Kwa haraka, Koba alirusha guruneti kwenye kona ya chumba, akiangalia jinsi Don Bosco alivyoguswa na mlipuko. Lakini alijua kuwa ilikuwa ni mbinu ya kupoteza wakati tu. Don Bosco alikuwa na nguvu za kipevu ambazo hazikufunguliwa kwa urahisi. Tuna mwisho wa vita hii, Juma alisema kwa dhihaka, akiwa anachora mfululizo wa risasi kwa ustadi mkubwa. Hatutaki fedha zako Don Bosco, tunataka dunia yako kuimaliza. Don Bosco alijua kuwa wakati wake ulikuwa unakwenda. Alijua kuwa alipigania na watu waliojua na roho ya ujasiri. Ningefanya lolote ili kushinda, lakini nanyi mnaendelea kuwa katika roho ya ujasiri. Alionekana kuwa amechoka, lakini alikusanya nguvu zake zote. Hii ni vita ya mwisho. Mkitaka kushinda, lazima mpambane kwa kila njia ya uovu. Koba alikimbia mbele akimwambia Juma, tunaingia kwenye kivuli cha giza. Hatuna nafasi ya kurudi nyuma. Hali iliendelea kuwa tete. Don Bosco alitumia silaha za kisasa za kivita, huku Koba na Juma walikuwa wanakimbia kwenye mwisho wa giza. Walijua kuwa wangeweza kushinda kwa ustadi wa akili na nguvu za kushirikiana. Milango ya The Vault ilifunguliwa na walinzi wa Don Bosco walijitokeza kwa kasi, wakijua kuwa risasi zao zinahitaji kuwa na haraka kwa ajili ya kuwashinda askari hao wote. Tutashinda, Juma alisema kwa nguvu. Tuna roho za kushinda. Nashindana na roho zenu, Don Bosco alijibu kwa sauti kubwa, akijua kuwa vita hii ilikuwa kuhusiana na roho za kila aina zenye ujasiri. Milango ya The Vault ilifunguliwa kwa nguvu na Koba na Juma walijua kuwa ilikuwa sasa au kamwe. Don Bosco alijua kuwa mwisho wake ulikuwa umefika, lakini alijua pia kuwa alikuwa ameshajizatiti na kutengeneza silaha za kipevu zisizoshindwa. Mtakufa leo, Don Bosco alisema kwa sauti kubwa, akiwaelekezea mizinga ya kisasa kwa haraka. Lakini Koba alikuwa tayari amekimbia kwa ustadi, akimshambulia kwa nguvu za ajabu. Juma kwa kutumia ufanisi wa risasi alikabiliana na walinzi wa Don Bosco akiwashinda kwa ustadi wa kipevu. Hii ni vita yetu sasa na hatuwezi kupoteza, alisema Juma, huku akitoa mfululizo wa risasi ambazo zilimwangusha Don Bosco kwa hasira kubwa. Kwa ghafla, Don Bosco alijua kuwa alikuwa ameanguka. Alijua kuwa vita hii ilikuwa imekamilika. Nimejua kuwa dunia haitajua tena machafuko yangu, lakini ninyi pia mtaangamia, alikiri kwa sauti ya shingo iliyokuwa ikivunjika. Koba alikusanya nguvu zake zote na kwa msisitizo mkubwa alirusha kifaa cha mwisho cha kudhibiti kilichosababisha mapango ya The Vault kubomoka kwa nguvu kubwa. Hii ni mwisho wa dunia yako Don Bosco, alisema kwa mikono ikiwa na mizinga ya kisasa. Don Bosco alianguka chini akijua kuwa nguvu za uovu wake zilikuwa zimekoma. Dunia ilikuwa imeshinda dhidi ya giza lake. Koba na Juma walikuwa wameshinda vita hii kubwa kwa mapenzi ya kushirikiana. Tumeshinda Juma, Koba alizungumza kwa sauti ya furaha. Tumeileta dunia yetu kwenye mwanga tena, Juma alijibu kwa furaha. Tumeshinda Koba,
Dunia sasa iko salama. Wakiwa wanatembea mbali kutoka kwenye kivuli cha Don Bosco, walijua kuwa vita yao haikuwa kumaliza tu utawala wa mfalme wa giza, bali ilikuwa kumaliza kila jaribio la uovu kutoka kwa wanadamu na roho zao. Nashukuru kwa vita hii, Juma alisema kwa kumtazama Koba. Tumeshinda na dunia inapata mwanga sasa. Na hivyo Koba na Juma waliondoka kwenye kivuli cha Don Bosco wakiwa na roho ya ushindi, wakielekea kwenye maisha mapya, wakionyesha kuwa vita ya giza haikuwa na mwisho, lakini mapenzi ya kushinda daima yatadumu. Asante sana mpenzi msikilizaji. Tunashukuru sana kwa kusikiliza na kufuatilia simulizi hii kuanzia tangu ilipoanzia mpaka ilipoishia kwa sasa. Tunashukuru sana, tunakupenda sana. Tunaomba usisahau kusubscribe.